Kama unataka kufanikiwa kwa haraka, basi kuna aina 4 ya maamuzi muhimu unaopaswa kuyafanya. Haya ni maamuzi ambayo niliyafanya miaka kadhaa iliyopita na yakabadilisha maisha yangu na kunipigisha hatua kwa haraka. Kama ulitakiwa kufanikiwa ukiwa na miaka 30, ufanikiwe ukiwa na miaka 30. Ni maamuzi ambayo ukiyafanya yataharakisha mafanikio yako. Nitakwambia maamuzi ya aina 4, na uamuzi wa 4 ndio muhimu zaidi ambao unaweza ukabeba mafanikio yako. Kwa nisikilize mpaka mwisho. Sasa video hii itakusaidia sana kwa baadaye, na usiache kunifollow kama unapenda kujifunza mambo ya fedha, biashara na mafanikio. Katika siku leo nitakwambia maamuzi ya aina 4 muhimu unayotakiwa kuyafanya ili kuharakisha mafanikio yako. Uamuzi wa kwanza ni uamuzi wa kutambua kusudi la maisha yako, kujua hatma ya maisha yako. Unataka watu wakukumbuke kwa jambo gani tutakapoondoka katika hii dunia? Kila mtu amekuja duniani kwa kusudi maalum. Mark Twain aliwahi kusema, kuna siku 2 muhimu zaidi kwenye maisha. Siku ya kwanza ni ile uliozaliwa, na siku ya pili ni ile uliojua kwa nini umezaliwa. Wewe umekuja duniani kufanya nini? Steve Jobs, mwanzilishi wa kampuni ya Apple, aliwahi kusema, muda wetu ni mfupi sana duniani, usiuishi kwa kuishi maisha ya mtu mwingine. Kusudi la maisha yako ni ile changamoto ambayo ilimpa Mungu sababu ya kukuumba na kukuleta duniani. Mungu aliona bila kuwepo na Victor, bila kuwepo na Lilian, wanadamu wataendelea kuteseka sana kwenye jambo hili. Watanzania wataendelea kuteseka sana kwenye jambo hili. Kwa umeletwa duniani kama sehemu ya solution katika hii dunia. Kusudi lako ni kitu ambacho unakipenda kwa dhati. Uko tayari kuwasaidia watu hata kwa hicho kitu bure kabisa. Kusudi lako liko katika passion yako. Kusudi lako liko katika changamoto ambayo unaiona kwenye jamii yako inakuumiza, unatamani ingetatuliwa. Fanya uamuzi wa kutambua kusudi la maisha yako, kwa sababu ni muhimu sana. Usitafute pesa, tambua umekuja kufanya nini duniani na ishi kwa kuzingatia kusudi lako. Uamuzi wa pili ni uamuzi wa kuambatana na watu sahihi. Mtu mmoja ni wastani wa watu wanaomzunguka. Ukizungukwa na wajinga 5, na wewe utakuwa mjinga wa 6. Ukizungukwa na maskini 5, na wewe utakuwa maskini wa 6. Kataa kuambatana na watu wasio sahihi, watu sumu ambao watakurudisha nyuma katika safari ya mafanikio. Na kama umezungukwa na watu wasio sahihi, una maamuzi mawili ya kufanya. Uamuzi wa kwanza ni kuachana nao kabisa. Uamuzi wa pili ni kupunguza muda unaotumia nao. Fanya uamuzi wa kuambatana na watu sahihi. Kataa kuambatana na maskini, watu wasio na maono, wasiojitambua, watu wasio na kitu cha kupoteza kwenye maisha. Uamuzi mwingine ni uamuzi wa kutambua kipaji chako. Kila mtu kwenye maisha ni genius. Sio kwa sababu hujakigundua kipaji chako kadhani hauna. Kila mtu kwenye maisha ana eneo lake la kutawala na kujidai. Wengine ni kwenye muziki, wengine ni kwenye filamu, wengine ni kwenye kuelimisha, wengine kwenye siasa na uongozi, wengine ni kwenye sekta usafiri, wengine kwenye elimu. Wewe una kipaji gani? Fanya biashara au kazi kwa kuzingatia kipaji chako, utatoboa. Uamuzi mwingine muhimu wa kufanya ili ufanikiwe kwenye maisha ni kuishi kwa malengo. Lazima una malengo kwenye maisha. Unahitaji lengo la kuanzisha biashara au chanzo kingine cha mapato, lengo la kuanza uwekezaji kama kwenye hisa hatifungani, unahitaji lengo la kustaafu mapema kama umeajiriwa. Kuna msemo unasema, ukishindwa kupanga umejipangia kushindwa. Komenti neno maamuzi, nami nitakutumia inbox, DM somo refu linaloeleza maamuzi ya kufanya